tabia zako zifunikwe na Roho Mtakatifu. Mwenendo wako, akili zako zifunikwe na Roho Mtakatifu. Hivyo unakuta lile neno linalosema hata mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Maana si mimi, Paulo anasema si mimi tena ninaishi, bali Kristo Yesu ndiye anaishi ndani mwangu. Maana yeye ndiye amenizaa kupitia Roho Mtakatifu. Sema amen. Atakufunika na kitakachozaliwa. Nia ya kufunikwa kwa Maria ni ili kitakachozaliwa isiwe na tabia yoyote ya kibinadamu. Kwa nini Mungu alitazama duniani akaona hakuna atendaye mema hata mmoja, wote wamepotoka. Kwa hiyo pasiwe na tabia yoyote. Amen. Kazi ya kufunika. Ndio maana anasema, maandiko yanasema, neno la mwisho anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu, sio chini kwenye miguu, juu yenu. Hapa ndipo panapoleta shida hapa. Yaani maana akisha kufunika, maana si wewe tena unaishi, bali ni yeye anayetambulisha Roho Mtakatifu, anayetambulisha Yesu Kristo ndani yako. Amen. Sema amen. Amen. Na nguvu za aliye juu zitakuja na kukufunika. Anaambiwa Mariamu na malaika kutoka mbinguni. Amen. Sasa ndio maana unakuta kwamba Roho Mtakatifu kazi yake kubwa ni kukuwezesha, ni kukupa nguvu ya kushinda changamoto zote za dunia. Changamoto zote za dunia. Kwa hiyo kuna umuhimu sana wako analiaje Roho Mtakatifu yuko juu yangu. Asiku tulikuwa tunazungumza maneno fulani. Yale maneno yalikuwa tunati. Akiwa juu yako hutakuwa, akili zako hazitakuwa akili za kutafuta mambo mabaya, za kutafuta marafiki wabaya. Maana Roho Mtakatifu kazi yake ni kufunika akili zako, ni kufunika utashi wako, ni kufunika mawazo yako. Amen. Hutakuwa na mawazo mabaya. Anasema akishakuja juu yako Roho Mtakatifu na kutupa hiyo nguvu, utakuwa shahidi. Ngoja nizungumzie shahidi. Roho Mtakatifu ndiye anayekutambulisha kwamba wewe ni shahidi wake Yesu Kristo au sio shahidi wake. Shahidi ambaye ni shahidi aliyekamilika ni yule aliyeona. Amen. Ndiye anayeruhusiwa mahakamani atoe ushahidi. Sasa wale wanafunzi walitembea na Yesu kwa kiwango kikubwa, wakaona akimfufua Lazaro, wakaona akimfufua yule mwanamke wa mjane ambaye alikuwa anakwenda kuzikwa, wakaona akitembea kwenye maji. Amen. Mimi na wewe usipofunikwa na nguvu ya Roho Mtakatifu huwezi kuliamini neno. Wewe neno pole sasa, huwezi kuliamini neno. Utafika mahali akili zako hazitaenda pamoja na neno. Ili wewe unafikiria kwamba watu waje waambie eti Yesu alitembea juu ya maji, wanakubaliana na hiyo, wanasema Biblia ya uongo. Sasa wewe usipofunikwa akili zako na nguvu ya Roho Mtakatifu, kuna maandiko mengine ambayo wewe huishi kama maandiko, na kama akili zimefika mahali zikaona kwamba
Amen. Hiyo nguvu ikikujilia unakuwa shahidi. Shahidi. Na shahidi unakuwa shahidi mwaminifu. Soma Korintho wa kwanza sura ya 4 mstari wa kwanza na wa pili. Anasema watu hawatuhesabu hivi kwamba sisi ni watumishi wa Mungu. Korintho wa kwanza sura ya 4. Mtu na atuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu. Hapo tena inayohitajiwa katika mawakili ndiyo mtu aonekane kuwa mwaminifu. Wakili ndani ya wakili ni zaidi ya shahidi. Shahidi anatakiwa atoe ushahidi ulio wa kweli. Wewe ni kuonyesha usiku wa Roho Mtakatifu amefunika akili zako. Unaweza kuwa shahidi wa uongo wa Yesu. Maana ndicho kinachotokea hata kule mahakamani. Kule mahakamani mashahidi wengi wanaokwenda kutoa ushahidi kule mahakamani ni uongo mtupu. Na kwa sababu hata wale wenyewe hakimu hajui huu ni uongo, hajui huu ni ukweli, anahukumu watu ambao hawakustahili kuhukumiwa. Sababu alitoa ushahidi wa uongo na ule uongo ukakubalika kwamba ndio ukweli. Mpaka sasa hivi ndio maana unamkuta hata Lissu yuko gerezani. Lissu anatetea watu. Amen. Lissu sio mhalifu. Sema amina. Amen. Lakini kwa sababu mashahidi waliosimama wengi ni wa uongo, imebidi akae gerezani. Shahidi anatakiwa awe ameona, sio awe amesikia. Amen. Mwambie mwenzio wewe ni shahidi wa kuona au wa kusikia. Mwambie bado unamhitaji Roho Mtakatifu afunike akili zako. Ufahamu. Kwa nini Roho aje juu ya kichwa, asije chini ya miguu, juu ya kichwa? Kwa sababu akili inakwambia hivi. Wanasemaje kule kwenye kitabu cha Yeremia sura ile ya 4, naipenda sana. Sura ya 4 mstari ule wa 22. Anasema hivi, watu wangu ni wapumbavu. Mungu anasema, ni agano la kale lakini agano jipya sisi sio wapumbavu. Sema amina. Wapumbavu walikuwa wa agano la kale, sisi sio wapumbavu. Maana Roho Mtakatifu mchana wa leo kuja juu yako, atakupa maarifa, atakupa akili ya kufanya vitu kwa uaminifu, vitu kwa ukweli. Akishakuja juu yako, sio wewe tena unayepanga, bali Yesu huyo Roho ndiye anayekupangia. Wewe unafikiri umeletwa na nani hapa? Mimi nikupigia baada ya hapa. Nani aliyekuleta hapa kama sio Roho? Amen. Ukiangalia ile Warumi sura ya 8 mstari wa 14 anasema wale wanaoongozwa na Roho wa Mungu hao ndio wana wa Mungu. Kwa hiyo umeongozwa kuletwa mahali hapa kwa sababu wewe ni mwana wa Yesu, mwana wa Mungu. Kwa hiyo shahidi, wakili anatakiwa kuwa mwaminifu. Amen. Ukiona mtu sio mwaminifu, Biblia inatangazia kwa jina la Yesu, Roho Mtakatifu hajaja juu yake. Alipokuja juu ya wale mitume, wale wanafunzi 11, maana moja hakuwepo. Unisikilize vizuri. Nini kilichotokea? Andika nini kilichotokea. Petro ambaye alikuwa anakimbia maadui. Petro ambaye alikuwa anakata watu masikio kwa njia ya kimwili. Ogopana na kukana na watu wa kimwili ndani ya kanisa. Watakata watu masikio. Maana Roho hajaja juu yao. Nisaidie kusema amina. Amen. Nisaidie kusema amina. Amen. Mwambia hivi, ukikaa na watu wa kimwili ambao Roho Mtakatifu hajaja juu yao, wataleta madhara makubwa ndani ya kanisa, ndani ya jamii. Maana wakiona vitu wanavipigania kimwili na wakati Roho Mtakatifu yupo. Roho Mtakatifu akiwa juu yako, sio wewe unayepigana hivyo vita, bali Roho ndiye anayepigana hivyo vita. Maana yeye ni nguvu, kama tulivyoona wakati wa Samsoni, kwamba nguvu ilipokuwa inamjilia alikuwa anafanya maajabu makubwa. Amen. Ni ile nguvu iliyokuwa inamjilia. Lakini usipokuwa na hiyo, mimi nakwambia ukienda kimwili utakata watu masikio. Yaani masikio yako yana nini? Yako
wewe utasababisha watu hata waondoke kanisani. Maana mwili na roho havifanyi nini? Havipatani. Nini kilichotokea baada ya Roho Mtakatifu kuja juu ya wale wanafunzi kama walivyoagizwa? Hakusema maneno mengi. Yesu alisema, nanyi mtapokea nguvu akishakuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi kuanzia hapa kule Uyahudi, Yerusalemu na hata mwisho wa nchi. Amemaliza. Biblia inasema alipomaliza, Mungu alituma gari lake kumuondoa kwa haraka. Gari la Mungu ni mawingu. Asema wingu likaja likamchukua. Ndio gari la Mungu. Mpige Yesu makofi. Likamuondoa, wakawa wanabakia. Ameondoka. Lakini nikwambie kitu. Tunachotakiwa ni wana kiu na Roho Mtakatifu. Wana kiu. Anasema wale watu walikuwa na kiu, walikuwa na shauku kubwa. Hawakuondoka pale Yerusalemu. Sasa wewe ungeambiwa usiondoke hapa, ndipo ile ungeenda mpaka siku 50. Wala akili zinazofanya. Yesu alisema tu maneno aliyosema kwenye kile kitabu cha Mathayo sura ya 5:6. Anasema mshangae mtakula nini, mtakunywa nini? Maana baba yenu anajua mnachohitaji. Msio kama mataifa. Mtu akisema pale sana. Yesu mwenyewe alikuwa anajua anachokisema. Yaani tusihangaike, tusishughulike kutafuta nini? Makuni. Unaona akili zinaposema. Hivi alijua akisema kwamba msihangaike, maana kesho itajipatia yenyewe. Akili yako inaingia. Kwa sababu hujafunikwa na Roho Mtakatifu. Wale wanafunzi walinata yale maneno kwamba hata tukikaa hapa. Niliwahi kukuambia kwamba wakati fulani nilikuwa najihurumia kwenda kwenye missionary kwa sababu maisha yangu yalikuwa magumu mno. Naangalia kwamba hivi nikiondoka watoto wangu watakula nini? Watafanya nini? Lakini siku moja mke wangu akanisaidia, akaniambia, unapokaa hapa ndio unaleta laana. Wewe ondoka tu. Wewe ndio unatusababisha tusile nyama. Tunakula bindeni hapa. Watoto mtazamia. Kwa nini hutaki kutii kile Mungu anachokuambia neno? Siku moja nikasema ngoja nijaribu. Nikaondoka, sikuacha tena. Namwambia naondoka, sema ondoka. Unajua imani ni kwa na uhakika. Anasema ondoka. Kuondoka kuondoa mtu. Huko nyuma ng'ombe zinaletwa, unga wa ulezi unaletwa, nyama zinaletwa. Yaani kama mke wangu asingekuwa amekoka vizuri akisema ungebaki huko. Ndio tunakula vinono zaidi. Maana Mungu amechukua nafasi katika ile nyumba kwa sababu ya imani ya mwenzangu kuniambia ondoka. Kwa hiyo nilijua kwamba Yesu alichokisema ni sahihi, kwamba usisumbuke ya kesho. Amen. Sikuwepo na sikuacha hela. Walikula vizuri mpaka nikarudi. Sema amen. Amen. Lakini akili zako zinawaza. Hata ibada za katikati. Sikuenda kufanya fulani. Mimi nakuomba hivi. Roho Mtakatifu leo tutaombea Roho Mtakatifu. Na ninachoomba na ndicho Mungu atakachokwenda nacho. Ni kujazwa na kuja Roho Mtakatifu juu yako. Watu wanachoka kwa sababu Roho Mtakatifu hawi juu yao. Kwa sababu hiyo akili anaitumia sana. Na akili ikichoka, ni afadhali utoke mwili kuliko kutoka akili. Biblia inasema kwamba baada ya ile siku 50 Roho Mtakatifu alishuka. Nyumba ikajaa ule upepo. Maana Roho Mtakatifu ni upepo. Biblia inasema wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote. Na mimi naomba leo wote. Kwa kama maidara kiburi chako kwamba najua kujazwa. Mimi nakwambia utatoka hivyo. Kwa nini mimi nikuficha utatoka hivyo? Utasikia tu wewe nimepokea. Lakini wewe utatoka hivyo. Ingia, Yesu anasema njoo kama ulivyo. Usije na kitu kwa Yesu. Njoo hivyo. Yote tunavipata kwa Yesu. Piga makofi. Yaani ukija kwa Yesu usibebe kitu. Wewe kuja hivyo. Sasa wewe kama ungekuja mbeba mawazo yanakusumbua. Wewe ndio unapokea roho. Angalia yule. Angalia anachocheza. Wewe ndicho ulichoingia nacho. Ninakwambia utachelewa sana kupokea nguvu. Sema amen.
Amen. Biblia inasema walipojazwa Roho Mtakatifu, walipopokea ile nguvu, haikutosha. Haikutosha. Mimi najua unayo Roho Mtakatifu lakini haitoshi. Nguvu ya Roho Mtakatifu ulionayo ni ndogo mno. Ujazo wa Roho Mtakatifu ulionao ni mdogo mno. Ndio maana hakuna matokeo yale ya kimungu kweli kweli. Na Mungu ni shahidi kwamba hakuna matokeo kama yale matokeo ya watu wa nisikilize. Yaani maisha ya wokovu ni kama yanaishia nguvu yake 2000 na ngapi? 1990. Ukija 20, nguvu ya roho, nguvu ya wokovu, nguvu ya kiroho imefifia. Kwa nini? Nitakueleza vizuri. Ndipo unabii unatimia kwamba watu watalelewa na masumbufu ya maisha. Lakini kuanzia 99 kushuka chini, mtu ameokoka haambiwi njoo ibadani, haambiwi fanya kazi ya Mungu. Roho ndiye anayemuongoza. Akimwambia fanya hivi, lazima afanye hivyo, kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa juu ya akili zake. Sema amen. Amen. Hiyo miaka ya kuendelea huko haisemi ni kazi. Ni kizazi kingine hicho. Mimi nakwambia ukweli, hata kama ungelikuwepo wale wa zamani wangekuambia sivyo ilivyo, sivyo ilivyo. Mimi nina nauli, sina nauli, nilikuwa nakwenda jangwani, muda wangu ukifika kazi basi. Na Mungu akashukuriwa, alinipa kazi ya binafsi. Sema amina. Amen. Ndio kuambiwa na mtu fanya, bali Roho ndiye anayekuambia fanya. Hawaambiwi na mtu nenda pale, bali Roho ndiye anayekuambia nenda pale. Amen. Lakini sasa kwa sababu ya upungufu mkubwa, unakuta mtu anasema hivi ni akili zangu au ni Mungu? Mwisho akili kishamwambia sio Mungu. Unakuta kile ambacho kilitakiwa kifanye cha kimungu hakifanyi kwa sababu akili ishaovertake. Ndio maana hatumzanii Mungu matunda. Sema amen. Amen. Ndio maana kuna haja ya kujazwa Roho Mtakatifu kila tupo leo. Biblia inasema Petro alikimbia akaenda kukaa na wapagani wakati wa Yesu. Akaambiwa Petro, wewe sio sehemu yako hii. Na leo hii watu wanakwenda kwenye sehemu ambazo sio zao. Akaambiwa Petro, unafanya nini hapa? Wewe si uko na Yesu? Anasema Yesu. Kwa sababu ya kutokuwa na Roho Mtakatifu. Anasema sio hivyo. Anaambiwa angalia, hata kusema kwako kunaonyesha kwamba hata wewe, kuna watu wanasema Roho Mtakatifu naye, lakini Roho Mtakatifu hujajaa. Ndio maana hata ukijichanganya huko na wengine wanakusuta, wanakuambia ni wewe usio mzee. Kwenye nini? Kwenye vikundi fulani vile vya shoga wangu, na wewe umekaa mwisho utasema shoga, alafu utambuliwa. Utaambiwa shoga ukufai wewe. Wewe nenda kanisani, umekaa hapa unangoja nini hapa? Utambuliwa kama Petro. Petro alipojazwa Roho Mtakatifu, tuangalie nini kilichotokea. Maana na muda mchache sana. Usirizike na Roho Mtakatifu. Rizika. Matendo ya Mitume. Tuangalie sasa Matendo ya Mitume juu ya ujasiri aliopokea Petro kulingana na maandiko matakatifu. Matendo ya Mitume 2 tuanzie nini kilichotokea. 2:29. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 29. Waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi tuliao anasema hivi, wanaume ndugu zangu, anazungumzia habari ya Wayahudi ambao ni ndugu zake. Mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi. Mimi ninachokitafuta pale ni huyu mtu
juu ya injili. Hebu mmoja aliyepata misukosuko shauri ya injili ya Mungu. Misukosuko. Hamna. Kulikuwa na upinzani mkubwa wa kusema habari za Yesu pale Uyahudini, pale Yerusalemu. Sasa Petro ambaye amejazwa Roho Mtakatifu anasema, ndugu zangu, yapaswa ninene haya maneno kwa ujasiri. Anakupa ujasiri. Sema amen. Amen. Unajua kuhubiri bila maadui, hiyo tunaita injili simple. Injili simple. Unatakiwa kuhubiri injili ya Yesu Kristo katikati ya maadui wanaokataa kwamba hapahubiriwe hapa. Waambie lazima pahubiriwe. Uhatarishe maisha yako kwa ajili ya injili ya kumtangaza Kristo. Huyo ndiye Roho Mtakatifu amekuja juu yako. Huyo ndiye Roho Mtakatifu amekujaza. Anakupa ujasiri. Leo hii tukusema taifa linakwenda vibaya, kusema eti taifa linakwenda vibaya, unaogopa kutekwa, unaogopa kuuawa, ni kwa sababu huna uhakika unakwenda mbinguni. Lakini wenzetu walijua kwamba anaweza akaua mwili, lakini niseme ukweli wa Mungu. Leo nasikia mchungaji, wewe kwa hekima woga huo sio hekima, mjinga, una Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Unafikiri ilikuwa ni kawaida Mikaya wenzie wote wamesema mfalme, rais. Okay. Na ndio kinachoeleweka kwa taifa letu la Tanzania. Uko okay. Mapumbavu. Uko okay. Mikaya anakuja anasema okay wakati watu wanatekwa, okay wakati watu wanauawa. Amen. Sema amen. Amen. Unaungana na majitu maoga. Watu wanaotafuta hapa, wanaoumiza wengine, wanaua wengine kwa sababu ya hapa. Nani asiyejua? Lakini ukijazwa Roho Mtakatifu, mimi nakwambia hivi, ngoja tutaendelea kidogo uone jinsi Stefano aliona mbingu imefunguka akijaa Roho Mtakatifu. Saidia kusema amen. Amen. Sikiliza. Hebu faida za kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu Yesu alizisema. Hebu turudi nyuma kidogo. Hebu angalia kitabu cha Mathayo 11:12. Hebu soma. Simame kwenye nguvu sana ambapo Mungu itakupa ujasiri. Mungu itakupa ujasiri. Samson alikuwa jasiri kwa sababu alijua anazo nguvu za Mungu. Tangu siku za Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa mbingu hupatikani kwa nguvu. Ufalme wa Mungu hupatikana kwa nguvu, nao wenye nguvu wanauteka. Nini faida za kuwa na nguvu ya Roho Mtakatifu? Ni kuuteka. Sasa kama una nguvu utautekaje? Unajua kuteka maana yake ni kitu kiko kwa mwingine, alafu unakichukua pasipo yule kuwa na ridhaa. Amen. Yaani maana yake hii Biblia si yako au ni sawa? Upende usipende kwa sababu na nguvu utaondoka nayo. Maana yake kuteka, ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, na wenye nguvu ndio wanafanya nini? Uteka. Muulize mwenzio, unazo hizo nguvu? Tunateka. Na maana hii nguvu ya Roho Mtakatifu ni ya muhimu mno. Inakupa kuwa jasiri. Inakupa kujiona kwamba wewe hauko duniani. Wewe ni raia wa hapa duniani ambaye ni mpitaji, lakini wenyeji wako unaona uko mbinguni. Ukristo huo upo. Nitakutana na misukosuko mingi. Misukosuko mingi miaka ya 90 na nimesukwa na viongozi, nimesukwa na maskari, nimesukwa kweli. Nimesukwa kweli. Nilikuwa nahubiri mkutano mmoja sokoni, nikatumiwa askari. Beba hivi. Kamwambia sasa unibebe kwa tafadhali. Pale. Alafu huu mkutano sio leo, nitamwambia utaendelea. Naomba mimi nakwenda kwenye mahakama yenu, lakini mkutano huu jamani wengine endelee na mkutano. Ninaongozwa kama mhalifu tena. Unataka usinipige tafadhali.
upate hao basi, lakini majao ndio wengi. Maana siku hizi kuna kinafia wakishaja Roho Mtakatifu watahubiri habari njema, wakishakuwa wakishaja Roho Mtakatifu akina Mesiu watahubiri kule, wanasema Roho ameingia. Wewe kumefanya kuna mwenzangu alikuwa anaitwa Kamanda, Sef Kamanda. Alikuwa ni mwanajeshi wa kikosi cha anga pale Kitanganyika. Tumehubiri naye sana. Alikuwa mteji. Mama wa mteji karibu sana. Hili ni kanisa la Pentecostal Holiness Mission. Nguvu ya Mungu inatembea isiyo kawaida. Pigia Yesu makofi kwa ajili ya Mungu. Tulihubiri naye sana. Na kimwili alinifundisha ujasiri. Kimwili kabisa kiroho nilikuwa namfundisha yeye. Siku moja Roho akamwambia, wewe unaweza hivi. Kamili. Jamaa yangu yuko pale. Hayo kamili para kuhubiriwa Injili. Roho alimjia akashuka, alishamwona mmoja mmoja la kuhubiria Injili. Akaamka saa 11. Kulikuwa kuna miti akatundika vyombo vyake pale juu. Akaanza kusema, ninyi wanajeshi pamoja na viongozi nao kuongoza, sikilizeni, mtamalizika kwa ukimwi, mataifa litakosa watu. Wale watu wajana siku tulikuwa tunasema wanapeleka habari mbaya. Wapo wakapeleka habari mbaya kwa nani? Kwa mkuu wa kituo. Alipofika kwa mkuu wa kituo, wanamwambia sisi tulikwambia Kamanda kanisa yetu wamechanganyikiwa. Hebu toka usikilize kwamba hata siku moja hapa panahubiriwa Injili. Mkuu wa kituo akasema, ametumika nini? Vyombo vyake pale. Sasa unajua jeshini kwa adhabu kwa wiki siku moja tu, sio wiki kama sema utagoma mwishi. Na nilijua kwamba lazima kimwili lazima mtembea kwenye mateso, lakini nilipasa Roho alikuwa juu yangu. Hebu fika mahali Roho awe juu yako, sema amina. Amen. Roho alikuwa juu yake, amemfunika na anafahamu taratibu zote za pale jeshini. Lakini Roho akikufunika, mimi nakwambia utatimiza na Mungu kuliko na mwanadamu. Amen. Wacha kuhubiri tu ili baada ya kutoka kutana na Yesu. Isipokuwa leo kutana naye wakati ndiko kwenye ukweli. Nasema nilitumwa kikosi. Nilikuwa naendelea na muda wangu mzuri. Kikosi kilitumwa kilinishika kilinitaita. Hivi kamanda wewe umechanganyikiwa. Sasa leo ndio utaona. Twende kwa kuoga kitu. Sababu jana nilipiga mbona? Nasema niliona Roho amenifunika zaidi ya kupima. Niliwageukia nikawaambia, nisikilizeni. Naweza kuagiza moto kama Elia alivyoagiza moto. Mimi hamtapona. Yule leo tu atapona, lakini mimi hamtapona. Mnabisha niagize moto. Ndio ndio kitu kingine kingine ya maoga. Nasema nidogo kama mfalme. Nimemoto kama mfalme. Nasema nafika kule na mzoezi wewe umechanganyikiwa. Anamwambia mimi mkuu sijachanganyikiwa, lakini hapa kambi kuna wanajeshi ambao tayari wameathirika na ukimwi, wanakula mchache wanakufa. Ni wakati ukimwi ndio hapa ni mtu amejana nini? Wangapi wanataka leo wajaze Roho Mtakatifu? Amen. Wangapi leo wanataka Roho aje juu yao? Amen. Sema nilitoka sana kama Mungu mhubiri, kumbe ananiambia ndio inanitoa sasa utakulikana pale jeshini kwamba mimi ni nani. Utakulikana kwa kupita kwenye mateso. Na mimi nasema Yesu alitakulikana dunia nzima kwa sababu alipita kwenye mateso. Wewe utafika kwenye mateso yoyote utakulikana. Ndio. Yule jamaa atakulikana. Anasema nilipomaliza nikiingia tu ndani, yule mkuu wangu ananiambia, tunajua sasa wewe ni mtu wa kutuombea. Sasa siku zako zimefika za kwenda kwenye mkutano, anamwambia ndio hivyo, ndio tia sahihi hapa. Tulikuwa tunahubiri kule Makanya kule Kilimanjaro, anacheza anasema amevaa komati zake, maana amehubiri hapo komati. Tulipomaliza amevaa komati, anasema sasa picha niko ndani ya serikali, sasa usipige picha komati. Lakini kipindi hicho anahubiri, tulihubiri Ifakara na yeye alisema maneno haya, akasema naona mbingu zimefungwa, tumezungukwa na jeshi la polisi, tumezungukwa na matrafiki. Asema ninyi nisikilizeni, ninyi hapo. Tulipomaliza nikamwambia, Kamanda, ulikuwa unachokizungumza ulikuwa
ulikuwa unazungumza. Nasema nilifunikwa na Roho Mtakatifu. Nikamwambia utaishi. Huu ujumbe ulikuwa wa kuaga, maana alisema naona mbingu zimefunguka. Namuona mwana wa Adamu ananingoja. Maana naona maadui wengi wamenizunguka hapa. Lakini lazima niwaeleze kweli kabla sijafika kwa Baba. Kama mtawe mwamba makofi kwa Yesu. Ninafanya kazi na watu ambao ni vibanza. Wao sifikiri nianzia hapa, nimetoka porini. Ikafika tulipokuwa kule sasa kwenye chumba, tumepaliwa chumba kimoja. Nikamwambia kama ulikuwa unajua unachokisema. Nasema mimi sijui. Nikamwambia hakuna injili ambayo umeweka kama injili uliohubiri pale wote. Hapatiwa hakuna simu za kurekodi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kwa nini alifunikwa? Alifunikwa. Ukishafunikwa na Roho Mtakatifu, uangalia yuko mbele yako ni nani? Unamwona Yesu ndiye yuko mbele yako. Unamwona Roho Mtakatifu yuko tayari kukusaidia, kukuokoa hata kama hata kuokoa. Lakini bado kama Shadraka, Meshaki na Abednego waliosema hata kama huyu Mungu wetu hata kuokoa, hatutakuwa na Mungu mwingine zaidi ya huyu tuliye naye. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu inayosema na wafalme. Amen. Mshika wangu wameogopa hapo. Taongea nguvu. Taongea nguvu. Amen. Usifikirie mimi ni Pentekoste nini. Roho. Hata askofu kwa anajua. Anajua. Kama tunaitwa pale nini Dodoma. Wakatibu wakuu wameitwa na serikali. Nikamwambia katibu, kama utashindwa mimi niende. Mimi simuulike. Niende. Sema amina. Amen. Wewe usifikirie kwamba wewe utakuwa kama mimi wala mimi sitakuwa kama wewe. Ninajifahamu. Piga makofi kwa Yesu. Amen. Sasa Petro akazungumza kwa ujasiri mbele ya ndugu zake Wayahudi wanaopinga kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, kwamba kusisema. Twende katika kidogo. Nakwenda kumalizia. Nisamehe, tutaendelea na mengine. Tunataka ni tuombe nguvu ya Roho Mtakatifu. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume 7 mstari wa 4 mstari wa 7. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 7. Na lile taifa watakao wafanya watumwa nitawahukumu mimi. Umesoma wapi? Sio. Matendo ya Mitume 4. Matendo ya Mitume sura 4 mstari wa 7. Na wanani walipowaweka katikati wakawauliza, kwa nguvu gani na kwa jina la nani mmefanya haya? Kwa nguvu gani na kwa jina la nani mnafanya haya? Kiburi gani mnachokuwa nacho kufanya haya? Jeuri gani mnayokuwa nayo kufanya haya? Mstari wa 8. Ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu akawaambia, enyi wakubwa wa watu na wazee wa Israeli, kama tukiulizwa leo habari ya jambo jema alilofanyiwa yule mtu dhaifu, jinsi alivyoponywa, jueni ninyi nyote na watu wote wa Israeli ya kuwa kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ambaye ninyi mlimsulubisha na Mungu akamfufua katika wafu, kwa jina hilo mtu huyo anasimama hali mzima mbele yenu. Amina. Ndipo Petro anaulizwa kwa ujasiri gani, kwa nguvu gani na kwa ujasiri gani nafanya haya? Haya ni ya Mungu, ni ya Mungu, ni ya Yesu. Haiwezekani kuyafanya kama una nguvu, kama una ujasiri. Na wala sio Yesu alichotuletea hapa duniani. Alitaka aone ujasiri tunamfanya na nguvu tunaifanya katikati ya watu wapinzani. Tunaonyesha nini? Nimeuliza nani ameshawahi kupata msukosuko wowote? Pigwe. Injili ya Kishori.
Unatandikwa hujaiba, unatandikwa hujabaka, apigwa. Naambiwa haya, wewe unaongozwa. Ukikutana na watu njiani wa shirika wanasema, mchungaji wetu jamani kafanyaje hivi, kaiba nini au kabaka nini? Hapana. Ukinikuta hilo ni injili ya Yesu Kristo, nguvu ya Roho Mtakatifu imeniambia niseme. Amen. Wanaulizwa ni kwa nguvu gani mnafanya haya? Lakini Petro akijaa kwa ujasiri anawajibu. Tuangalie majibu ili tuyaseme vizuri na kwenda kuachilia hiyo nguvu juu yako, na kwenda kuachilia hiyo nguvu juu yako. Anasema hivi, anaulizwa na Anasi kuhani mkuu na Kayafa, wanaulizwa hao ni viongozi wa nchi yao, hao ni viongozi wa nchi yao, wanauliza kwamba ni kwa nguvu gani na kwa jina la nani ninyi mmefanya haya? Mstari wa 8, ndipo Petro akijaa Roho Mtakatifu. Ndipo Petro akijaa. Huwezi kusema na rais usipokuwa umejaa Roho Mtakatifu. Yule kuhani na Kayafa, yule wale walikuwa ni viongozi wa nchi. Ni viongozi wa nini? Wa nchi. Lakini Petro akijaa Roho Mtakatifu, akijaa Roho Mtakatifu, Roho Shakarabo, akijaa Roho Mtakatifu, alimjibu, alimwambia uishi milele, alimjibu kwa sababu juu yake kulikuwa na Roho Mtakatifu yuko juu yake, ndani mwake kuna ujasiri. Achana kutana na misukosuko, anasema misukosuko sasa hivi hauna gani. Wale mitume wote walikufa kwa nini? Kwa ukimwi. Walikufa kwa corona. Wewe siku hizi mtu anakufa na corona na ukimwi, alafu ni mtumishi wa Mungu. Sasa kusema amen. Amen. Hata corona ilikuwa isingemua Petro. Amen. Sema amen. Amen. Iko nguvu ya Mungu inayomlinda. Mstari wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kuwa walikuwa pamoja na Yesu. Rudia. Mstari wa 13. Basi walipoona ujasiri wa Petro na Yohana na kuwajua ya kuwa ni watu wasio na elimu, wasio na maarifa, wakastaajabu, wakawatambua ya kwamba walikuwa pamoja na Yesu. Hawana maarifa, hawana elimu, lakini walionyesha kitu ambacho dunia nzima wataalamu wenye PhD, wenye madigrii walishindwa kuandikwa kwenye hicho walichokifanya Petro na Yohana. Wakasema watu, unajua, msikilize. Unajua unapotenda mambo fulani, watu ambao ni adui wa hicho cha Mungu unachotakiwa kukitenda, watasema chochote wanachosema ili kukudhalilisha au ili kukuaibisha. Narudia. Wanasema chochote kile ili kukudhalilisha, ili kukuaibisha, ili kukupunguzia nguvu ya kusema kile ambacho kinachotakiwa ukiseme. Alielewa ndiye amepiga makofi. Narudia tena. Pale sio kwamba wale watu hawana elimu. Kama hawana elimu ya dunia, elimu ya Mungu inatosha. Kwa nini daktari ulishindwa kumuinua yule kiwete, lakini sisi tumemuinua? Kuna elimu kama hiyo? Kwa hiyo walitaka wawadhalilishe. Sema amen. Amen. Sema amina. Amen. Ngoja nikueleze.
Hivi walipotaka kumzalilisha Yesu walimsifia? Walimsifia? Walisemaje? Mtoto wa seremala lingine alipokuwa anatoa pepo, anatoa pepo kwa njia gani? Kwa njia ya mganga, yani ya pepo mkubwa zaidi. Yani huyo mganga mkubwa zaidi. Ili wamzalilishe, wanatoa kwa pepo ambaye ni mkubwa zaidi, ambaye wanamuita Beelzebuli. Kule ni kuzalilishwa ili upunguziwe nguvu ya nini? Nguvu ya kuhubiri kile kinachotakiwa ukihubiri. Sasa wewe ukiambiwa tu kwamba mshirika tu akakwambia ni lakini Ezekiel unaringa, tunakuona pale mbele na kanisani huji. Mchungaji sisi kwa sababu wenzako wananiona vibaya pale mbele. Ni Roho Mtakatifu hayupo. Roho Mtakatifu hayupo. Sema amina. Amen. Wenzako wananiangalia vibaya. Wenzio yani kuangaliwa vibaya kulikuwa ni cha mtoto. Ni kwa sababu nguvu ya Roho Mtakatifu haipo. Eti sijikasema kwa sababu mimi kuna mtu mmoja tukutana. Nasema mimi naona kama wenzako wananiangalia vibaya, naona kama wanipitie. Kwa hiyo kuna sababu ya kujazwa Roho Mtakatifu ikupe ujasiri. Mwambie sipali kanisani sikujui wewe. Mimi nakuja kwa sababu Yesu ameniokoa. Nakuja kumsikiliza Yesu. Siji kukusikiliza wewe. Wewe ni mtu wa kuleta taarifa mbaya. Baba na mimi. Baba na mimi. Baba na mimi. Baba na mimi. Kwa jina la Yesu. Amen. Unakubaliana mtu kila wakati kukuleta taarifa mbaya? Hakutii moyo. Wewe unaona mitume wametiwa moyo. Kila mahali wanapofika wao ni vigingi tu kwa mataifa. Sasa wewe unaona kama umekopa, lazima ukutane naye. Aliyokuwepo ndio yapo, yataendelea kuwepo, jambo jipya hamna. Sasa ile maarifa naomba uielewe hivi. Usije ukasimama unasimama na ujumbe ule anasema hawana elimu wala maarifa. Sasa Biblia ya neno imelifafanua. Sio kwamba ni maarifa. Kwa maarifa nini? Sio maarifa. Anasema watu wasio na elimu ile metaja. Lakini kwenye maarifa Biblia ya neno haitaji maarifa. Inataja watu wasio na elimu na watu wa kawaida. Watu wa kawaida lakini wamefanya kitu kikubwa mno. Bali Biblia neno haikuwetu maarifa. Maana walikuwa na maarifa kuwazidi wao. Lakini sasa ili wawazalilishe kwenye Biblia zingine wanaandika maarifa. Watu walikuwa hawana elimu na maarifa. Lakini Biblia zingine inasema hivi, walikuwa hawana elimu na ni watu wa nini? Wa kawaida. Sema amen. Amen. Maarifa ni kitu ambacho unakipata kutoka kwa Mungu. Sema amina. Kinachokusaidia kufanya kitu tofauti na mwingine. Kwa hiyo akasimama kwa ujasiri, akasema ya kwamba jueni. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hebu tumwangalie Stefano tuishie hapo. 7:54 na 56. Matendo ya Mitume sura 7 mstari wa 54. Basi waliposikia maneno haya wakachomwa mioyo, wakamsagia meno. Cha kwanza waliposikia maneno gani? Maneno yaliyokuwa yamejaa nguvu ya Roho Mtakatifu yanayotoka kwenye kinywa cha Stefano. Wakachomwa mioyo yao. Mimi nakwambia kama hauko sahihi, maneno yanayotoka kwenye nguvu ya Roho Mtakatifu lazima yachome moyo wako. Sema amen. Amen. Wakachoma mioyo yao kwa sababu ya maneno yaliyokuwa linatoka kinywani mwa Stefano. Wakamsagia meno. Unajua mtu akifika wakati ya kusagia meno afanye hivi, uwe mbali naye. Yaani akifika anafanya hivi, uwe mbali naye. Chochote kilichoko mbele yake kinaweza kikakuzuru. Anaweza akakitumia kwa kukuzuru. Ukishakuta akishakuta unakuwa na mtu kule kwenye kujenga kwako. Yaani umekasirika anafanya uwe mbali. Anaweza akachukua ile mbao ile akakutwanga, alafu yeye hajui kwamba
matakatifu hayo. Uhubiri mpaka mtu akusagie meno, mataifa mchawi akusagie meno. Zote tunajua hiyo. Kristina mwinjilisti mpaka anakusagia meno. Akishasaga meno unaona anakuja kule. Unashika nini? Ile sindano. Nisaidieni. Hakuna cha kusaidiwa, fukufa hapo hapo. Na wala hata kujifunza na nguvu ya Mungu. Amen. Wale watu waliokuwa wanamjia ni Elisha au Elia, walipokuwa wanataka kumfikia ile nguvu ya Mungu iliyokuwa pale, wakifika pale wanaanguka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakamsagia neno. Maana walichokuwa akisema kilikuwa kinatoka ndani ya nguvu ya Roho Mtakatifu. Wakamsagia neno. Kilichotokea, lakini yeye akijaa Roho Mtakatifu, kuna sababu ya kujaa Roho Mtakatifu. Inawezekana unaye lakini amepungua. Amefika kwenye viwiko, amefika kwenye kiuno. Leo tunataka apande, akufunike. Wana praise team, tafadhali muandae nyimbo ambazo za kuabudu zitakazozamisha na hivi viti vyote virudi nyuma, watu wote waje hapa mbele. Akijaa Roho Mtakatifu, akakaza macho yake, akatazama mbinguni, akauona utukufu wa Mungu na Yesu akisimama upande wa mkono wa kuume wa Mungu. Akasema, tazama, naona mbingu zimefunguka na Mwana wa Adamu amesimama mkono wa kuume wa Mungu. Wenzetu walikuwa wakichanganya. Leo changanya leo kwa kwenye siasa, unajichafua huko alafu unakuja kusimama madhabahuni. Kwenda. Utakuwa na huo pako, utaigiza. Hawa kujichanganya. Kuna mtumishi mmoja kule Kenya alipokwenda, alikuwa ni askofu wetu, lakini Mungu amemtoa. Kumbe ukienda kule kwenye siasa lazima utakwenda kwa mganga wa kienyeji tu. Kwenye siasa akafika akaonywa, akabiwa. Ndicho Mungu alichokuitia hiki. Ndicho Mungu ni mshirika, ni katibu wake, yeye ni askofu, katibu wake. Anamwambia ndicho, na ni shemeji yake. Ndicho Mungu alichokuitia hiki. Akaambiwa sasa kanisa sio lako. Changanya usionekane hapa. Unanieleza nini? Lazima nichukue fomu. Leo hii Mungu amekufa na magonjwa mabaya na kanisa limekufa. Acha kujichanganya. Mimi ni shahidi, nilikuwa kule, nimehubiri kwenye hilo kanisa, ni mitoto kidogo tu. Afadhali basi ningekuwa mimi hata makao. Watu waliokuwepo sijui 4 sijui 5. Lakini jengo ni kubwa mno. Sema neno. Amen. Kama dunia, nenda na dunia. Kama siasa, kuwa ukuhani, nenda kwenye siasa. Yesu mchangano hapendelei. Acha kudanganywa hapa. Eti kuwa na watu wengi eti ndio kwenda. Kwani shetani si ana watu wengi kuliko Mungu? Nikuulize, shetani si ana watu wengi kuliko Mungu? Wewe unajikunia na watu wengi. Mkamuuliza shetani kati ya yeye na Mungu nani aliye na watu wengi? Simama hapo ndipo. Saweza vitu Mungu. Tujaze tena. Inasema nini? 6 Yohana. Niko
nikusomee ili uone kwamba jinsi gani utakavyopokea Roho Mtakatifu kwa njia nyepesi mno. Yohana 7:37. Yesu anasema maneno haya katika siku ya mwisho. Japo hapo pana kitu kama hicho, lakini sicho kinachokitaka. Yesu alisema yeye aonaye kiu, yeye aonaye kiu. Katika siku ya mwisho, siku ile kubwa ya sikukuu, Yesu akasimama akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Na neno hilo alilinena kuhusu Roho ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye, kwa maana Roho alikuwa hajaja, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Yeye aonaye kiu yuko njaa. Mtu akiona kiu naje kwako. Unakimbia nini? Maana mtu akiwa na kiu ya maji mpaka apate maji ndipo aburudike. Unakuta vile nini lakini kule kuzimu hapo watakula, hapo wachipsi, hapo wabwako. Alimwambia Ibrahimu, mwambie huyo Lazaro atoke ncha ya kidole kwenye maji aje kumrudishe nini? Watoto walika ya kuanzia miaka 14 mpaka 18 kuanzia 12 mpaka 18 au kuanzia 9 ndio